Naam, mpenzi mtazamaji, karibu sana kwa makala haya. This is Mr. JB na G47. Kama uja tune in, make sure you are tuned in. Na leo tumetembelea maeneo ya Gikomba. Hapa ni Gikomba? Yeah, tumetembelea maeneo ya Gikomba. Na hapa tulipo tunaona kuna kazi na kuna jamaa hapa wa kazi. Wanataka kufanya interview kidogo tujue kwamba mbona wewe hauogopi maandamano? Mimi kwa upande wangu siwezi kuogopa maandamano. Maana hii maandamano nadhani unajua vijana hawajui kujituma. Vijana hawataki kujituma. Lakini ile kitu nafanya naogopa, kitu ya kwanza ni kwa security. Kitu ya kwanza ni na security. Sasa siogopi. Hapa penye tuko tumegadiwa na police everywhere. So that's why niko free. Nafanya kazi yangu bila tashwishi. Kitu kingine upande yangu siogopi saidia huku. Barabara huku hajakuja kwa na maandamano. Hatujaona maandamano, watu wako free wanatembea. Hatujaona shida yote. Au vijana pale ni Majengo. Wale vijana wa Majengo hawajakuja huko kuvuruga. Hata hawajaonekana mahali popote pale. Ni ile labda waliona, pengine walienda sehemu zingine, lakini hapa tunaona vurugu yote. Okay. Hata maaskari wamekuwa free, hawajasimama na watu. Umekuwa hapa tangu asubuhi? Ndio, nimekuwa hapa kuanzia saa 12:30. Umefanya kazi vizuri, hakuna kitu mbaya imeonekana. Sijui kitendo chochote kibaya. Sasa swali ni hii mjengo mnafanya si hapa ni Kamukunji Stadium? Na hii ni gani hapa? Hii ni mez, mahali ambapo watu wanakuja kutulia kama park. Oh, hapa ni park. Something like park. Okay. So hii ni mradi wa China, si ndio? Mradi wa China, but ni ya serikali. Sasa swali nakuuliza leo ni una support kitu ambacho rais anafanya? 100%. Kitu ya kwanza rais ile kitu anafanya, ameajiri vijana kazi. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, mradi anafanya haitamfaidi rais, bali inafaidi vijana wa area. Unasikia? Ambapo hii mradi ikikuja, rais atakuwa ni sisi ndio tunafaidika. Okay. Kitu ya kwanza amepunguza wizi. Vijana wengi wameajiriwa, wamepata ajira. Okay. Yeah. Na swali lingine, unapoangalia Kenya, watu wengi wanalalamika wanasema rais amefanya uchumi kwa ngumu, maisha kuwa ngumu. Wewe unafikiria kuingia kwa street, maandamano, kutusi na kufanya namna zozote vile, wewe unafikiria inaweza fanya pengine viongozi waweze kusikiza wananchi? Okay, hiyo si suluhisho, ila kuenda kwa street kutusiana haina faida. Ila tungempatia rais muda wafanye nini, wa kujieleza. Maybe kama ni mjadala ingekuwa ni kupeleka bungeni ijadiliwe. Lakini matusi nini haisaidii, haina maana. Okay. Yeah. So ujumbe wako kwa youth ni gani? Okay, ujumbe wangu kwa youth ni kitu ya kwanza ni wampatie rais muda. Wakutengeneza nini? Wakutengeneza nchi, pengine uchumi itakuja kubadilika baadaye. Lakini wampe muda, aangalie, ataangalia shida iko wapi, lakini pia ningependa rais pia naye asikie kilio cha wananchi. Akuja apunguze nini? Afanye uchumi kuwa rais kidogo. Sababu saa hii naona maisha inakuwa ngumu. Lakini vijana pia wajitume. Unajua kama pamoja pia ina faida. Vijana wajitume pia. Kijituma ndio uchumi utafaidika. Utafaidika. Alafu tufanye shughuli. Kuna biashara mingi vijana wanaweza kufanya, kuna kazi, rais anatufungulia kazi, kuna affordable housing nini. Tujitume tufanye kazi. Tuache kuzembea. Tuseme uchumi ukikuwa ngumu tukikaa, uchumi itakuwa ngumu. Na kuna wengine wanasema vitu kama hizi miradi kama hii, sijui stadium, sijui affordable housing, wanasema wanafikiria hii si mradi ambayo inasaidia mwananchi wa kawaida. Maoni yako ni gani? Hapana. Hii ni mradi itasaidia mwananchi wa kawaida. Itasaidia wananchi wa kawaida kwa sababu kivipi? Okay. Kwa saa hii hapa ni Majengo. Hii community center ikifanya hivi, kuna vijana wengi wataajiriwa. Wakati ambapo itakapoisha, si watu wengine ni vijana wa area ndio watafanya nini? Wataajiriwa. Kwa mfano saa hii wale wenye wameajiriwa hapa wengi ni vijana wa area. Ndio. Sasa mradi ikiisha haitasaidia rais. Vijana hapa ndio wataajiriwa. Wengine wapate kazi. Kuna watu watapata kazi hapa. Kwa mfano kama hii Kikombe inajengwa hii, itaajiri vijana wengi. Okay, kwa sababu anasema rais anabomoa, sio kubomoa. Ile ni kujenga, anafanya anatengeneza Nairobi, at least ionekane kitu kishajengwa, vijana wengi wataajiriwa. Ambapo kitu itaonekana at least hata mtu akikuja anaona kitu anafaa. Ukiona sasa Kikombe ilikuwa mali ungeingia vizuri, sasa kulikuwa na matope nini, lakini kishajengwa sasa watu wataingia, itakuwa mzuri. Sasa sio mradi ya rais. Hii ni mradi wetu sisi watu wa community. Yeah. So kama hii before ijengwe hivi ilikuwa kiwanja ya wizi, vijana walikuwa wanalala ndani wanaibia watu. Yeah. Lakini sasa imejengwa, hata sasa ukiingia ndani kitu inaonekana. Hata ukiambia mtu Kamukunji imejengwa sasa, hata mwenye hakuwa
hata kampuni sasa kitu inaonekana. Rais amefanya kitu kingine maana sana. So wewe unafikiria instead of kuandamana ama kutusi rais, kupiga siasa kila wakati, kuna mbinu gani tunaweza tumia ili tu communicate to the president na viongozi wa husika ili kusikiza ground na kuhakikisha kwamba at least tuna coordinate vizuri kwa maendeleo ya nchi yetu ya Kenya? Okay, ile kitu ambayo itafanya tutukane rais ni youth, tuangalie leader. Unasikia? Tuangalie leader ambaye tunaweza muamini. Tumuongeleshe mashida zetu, tumwambie vile tunataka. Kama itawezekana hata governor, tuongee na governor, aenda ongea na rais. Kama governor wa Nairobi aenda ongea na rais, amwambie shida nini, kilio cha wananchi, ama hata mbunge ongea kilio cha wananchi. Rais ni mtu wa kusikiza, atasikiza wananchi. So unasema tutumie viongozi kama governors, senators, my MCAs. Na so unasema ukifika huko wanaenda kujiongelelea kuhusu maslahi yao wenyewe. So kama wananchi tutumie mbinu gani, kwa sababu tukipitia hao wabunge, my MCAs, my senators wanaenda ku represent their own agendas. Okay, ile mbinu utatumia kama wale wanaenda ku represent their own agendas ni youth wapange, watengeneze leader, waite kama mkutano. Unasikia? Wanaita mkutano, hata wanaweza rais wanaweza mwalika akuja wamwambie kilio chao ambapo rais atasikiza. Okay. So kwenda kwa street ku demonstrate na kuharibu haina maana, haitasaidia. Kwenda kwa street hiyo ni watu watauawa, shida watu wengi wataumia. Hiyo haina maana, haitasaidia. Okay. Mimi swali ya mwisho nakuuliza, unaweza taja ile miradi ambayo serikali imefanya? Sana, hata zingine siwezi taja, ni mingi. Ile kidogo hiyo unajua. Affordable housing tumejenga, kuna watu wamefaidika naye, kuna watu wamechukua manguo. Ukiangalia viwanja zetu zimetengenezwa ziko sawa. Hivi karibuni tutatengenezwa hata mabarabara. Unaona? Masoko ndio hizi tumeanza kujengewa. Ambapo ni miradi zingine zile kadhaa naona rais anafanya nini. Lakini akipewa muda atasonga zaidi hapo. Okay. Ni ile tu apewe muda afanye nini? Afanye miradi zake zimalizike. So kulingana na vile nakuona wewe unasema una support president kuingia tena mara nyingine 2027. Okay, kusupport president na msupport, sio hata msupport sababu niko kazi, hapana. Mimi hata kumchagua nilimchagua. Lakini na support president kwa ile miradi anafanya nini? Anazozifanya. Aongezwe muda, afanye nini? Aendelee. Okay. Safi. Nashukuru. Hii ni G47 TV na tunashukuru ku have your time. Hata mimi nashukuru. Yeah. Nashukuru kwa njia. Safi. Thank you so much guys for your time. I hope umesikiza from the beginning to the end. Make sure you leave a comment, tell us what you are thinking. Asante sana.